Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu ya YouTube, tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa naona vipindi vyetu vya Omriama JL. Bwana, taarifa kwanza ambayo imeweza kutufikia sasa hivi ni taarifa kuhusu wimbo ambao wametoa wasanii kutoka pale Nyarugusu na nyimbo ya kundi ambayo inaitwa Grand Music. Karibia watu wengi sana wanafahamu kuwa kundi hili la Grand Music ni kundi ambalo limetokea pale Nyarugusu, na zamani lilikuwa likiongozwa na msanii Nyagomani ambaye kwa sasa hivi anafanya mziki wa peke yake na ana kundi lake pia. Lakini kundi hili la Grand Music tayari lishawahi kuvurugana na kuna wasanii ambao wanafanya mziki wao, ikiwemo ni pamoja na KD Mnyama akiwa kama kiongozi, na kuna msanii ambaye alikuwa kundi B la Grand Music ya zamani akapanda cheo, sasa hivi anatumika kwa Grand Music. KNP nadhani watu wengi sana wanamfahamu, na kuna msanii mwingine ambao jina hatujaweza kulipata. Bwana, wametoa nyimbo yao ambayo inaitwa Cheto. Tomangolo na cheto, chicho chenu shikale na chobibyo, bibyo, shikale na chobibyo, bibyo, yangane bimoto banja. Tomangolo na cheto, chicho chenu shikale na chobibyo. Nyimbo hiyo ni bonge ya nyimbo sana ambayo ina hisia nzito na imeweza kuleta taharuki sana miongoni mwa watu wengi walioko nchini Marekani, na hii hapa ndiyo tafsiri ya kweli kuhusu wimbo huo, japokuwa uliimbwa kwa Kibembe, lakini hii hapa ndiyo tafsiri ya Kiswahili kwa ufupi kuhusu wimbo hiyo na nini maana yake. Wimbo wa Cheto wa kundi la Grand Music si wimbo wa kujisifia wala kuonyesha maisha ya ugaibuni. Ni wimbo wa onyo na mafunzo uliotungwa na vijana wa Nyarugusu kwa ajili ya ndugu zao wa Kibembe walioko ugaibuni. Grand Music hawapo Marekani, hawapo Ulaya wala Australia. Wapo Nyarugusu, lakini wanaona, wanasikia na wanaelewa yote yanayoendelea kwa ndugu zao walioko nje ya nchi. Kupitia Cheto wanawaambia wazi kuwa pesa za bure na maisha ya kutegemea wengine hayajengi maisha, bali huleta migogoro, mateso na kupotea kwa mwelekeo. Ujumbe wao ni rahisi: tafuta chako mwenyewe, hata kama ni kidogo, kuliko kuishi kwa kutegemea misaada na hela zisizo na msingi. Wimbo unaweka wazi kuwa tatizo si kukosa pesa, bali kukosa misingi ya maisha. Mtu anaweza kuwa nje ya Afrika, lakini kama hana kazi, hana mali, hana mwelekeo, bado anaishi katika mateso ya kimya kimya. Cheto pia ni kumbusho kuwa kuishi ugaibuni siyo mafanikio yenyewe. Mafanikio ni ya kweli ni kujitegemea, kuishi kwa heshima na kumiliki maisha yako bila kutegemea wengine. Kwa hiyo huu wimbo wa vijana waliobaki nyumbani, wakizungumzia kwa uchungu, wakionya kwa upendo, wakitaka kuona wabembe wa ugaibuni wanajijenga, si kuharibu. Cheto si kuharibika. Cheto si hadithi ya Marekani, ni ujumbe wa maisha. Mziki huu ulitolewa na vijana wa Grand Music ambao hapo Nyarugusu. Ni moja nyimbo special sana, tayari ipo out. Nadhani umeweza kujua nini maana wimbo huo. Ni bonge ya nyimbo nzuri sana ambayo ina ujumbe mzuri sana kuhusu watu wengi ambao walioko ugaibuni. Bwana, tumekuwa tukipokea taarifa nyingi sana kuhusu watu walioko Marekani, kuhusu matukio mengi sana wanaoyafanya upande wa huko wa Nyarugusu, lakini ujumbe huu wa nyimbo hii imeweza kuonesha kuwa tayari wamechoka na hawapo tena kwa ajili ya kuendeshwa na watu Marekani. Kwa hiyo pesa zako wewe baki nazo, sisi tunatafuta za kwetu. Ndiyo maana ya wimbo unaoitwa Cheto. Cheto ni Kibembe na ina maana kwamba cha kwetu sisi. Wasanii hawa wamekuwa wakijizolea sana umaarufu kupitia nyimbo zao kadhaa ambazo walizowahi kuzitoa zamani, lakini baada ya mfarakano mkubwa sana waliingiwa na changamoto na ndio maana kundi lao lilisambaratika, na sasa hivi wamerudi tena na nyimbo yao ya kwanza ilitoka na nyimbo yao ya pili ndio hii ambayo inaitwa Cheto. Bwana, kama hujapata nafasi ya kusikiliza nyimbo hii au ujumbe huu, tembelea channel zao, andika tu Grand Music watakuja pale, au andika KD Mnyama au KNP watakuja pale, na utaweza kusikia nyimbo nzuri ambayo ina ujumbe mzito sana. Bwana, ukiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea website yetu au
channel yetu ya YouTube. Tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment na share. Ukitaka kupata taarifa nzito na ndefu ambayo tuliweza kuyachapisha kule website, kwa unaweza ukaingia Google ukaandika omryama.com, itakuletea information zetu pale na utaklik omryama.com, akisha utasoma kwa utaratibu na utaelewa nini maana ya ujumbe huu kupitia website yetu ya Omryama JL.